Jumatatu ya Oktoba 6 mwaka wa 2025, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imeendelea tena katika mahakama hii, ambapo leo hii kwa mara ya kwanza sasa mashahidi wa Jamhuri wameanza kutoa ushahidi wao katika mahakama hii katika jopo la majaji watatu chini ya Jaji Dastan Ndunguru. Na shahidi wa kwanza, mashahidi namba 1 wa Jamhuri kwa siku ya leo alikuwa ni kamishna msaidizi wa polisi ACP George Wilbert, ambaye ni naibu ZCO wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Na katika ushahidi wake anaeleza ya kwamba zoezi lilianzia mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, ambapo akiwa ofisini akiwa na kama kaimu mkuu wa upelelezi kwa na maalum ya Dar es Salaam alipata taarifa kwamba Tundu Antipas Lissu akiwa ameandaa mkutano, na mkutano huo ambao alikuwa ameuandaa wakati huo mkutano ambao ulihuzuliwa na watiania, na alionyeshwa video ambayo iliyokuwa imechapishwa katika mtandao wa kijamii wa YouTube wa Jambo TV, na maandishi yakiwa yanasomeka kwamba Tundu Lissu uso kwa uso na watiania. Na baada ya pale alilazimika kufuatilia na kuonyeshwa vipande kadha wa kadha ambavyo vinahusiana na mazungumzo hayo, na baada ya kufuatilia kwa karibu akaona kwamba yeye na yule ambaye kimsingi alikuja wakati ule kumfuatilia wakahisi kwamba kuna namna yoyote ya makosa mawili ambayo yanaweza yakatokana na kile ambacho kilichokuwa kinaendelea. Na kosa la kwanza ambalo walibaini ni la uhaini, na kosa la pili ni la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii wa YouTube. Baada ya pale ACP George anasema aliamua kuanza kufuatilia kwa karibu na kumwagiza mhusika afungue jalada la kesi, na likafunguliwa majalada mawili ya kesi. Jalada la kwanza ni CDS/727/2025 na ambao linahusisha kosa ya uhaini, na jalada la pili ni CDS/IR/761/2025 ambao linahusisha masuala ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo. Lakini kabla ya hapo ACP George anasema ya kwamba aliamua kujiulizisha kwamba je, video wanayoiona ni video sahihi, na alimtafuta kiongozi wa Jambo TV na kumweleza kuhusiana na mahitaji yake ya kutaka kujiridhisha kuhusiana na video ambayo imechapishwa katika mtandao wa kijamii wa YouTube wa Jambo TV. Na baadaye anasema George kwamba kiongozi wa Jambo TV akaeleza ya kwamba kijana wake ambaye alikuwa amemtuma kwenye kazi hiyo amesafiri kikazi kuelekea Dodoma, na hivyo akakabidhi namba, kiongozi wa Jambo TV akakabidhi namba kwa ACP George ili aweze kuwasiliana na kijana wake huyo ambaye George mahakamani amemtaja kama P. Anaeleza katika maelezo yake mahakamani ACP George kwamba baadaye aliwasiliana na naibu kamishna wa polisi DCP Ramadhani Ngaz aliyekuwa makao makuu ya polisi Dodoma, ambapo waliconnect na mmoja waliwasiliana na afisa mwingine wa polisi ambaye amemtaja kwa jina la ASP Michael, na moja kwa moja ASP Michael alifungua jalada na wakaanza kumtafuta wakampigia huyo kijana ambaye ameitwa kama kijana P. Na baada ya muda kijana P alifika kwenye ofisi za jeshi la polisi huko Dodoma na akachukua maelezo na kuwasilisha vielelezo vikiwemo na kadirida ya video mzima kuhusiana na kile kilichokuwa kimejili. Anasema baada ya hapo DCP Ramadhani Ngaz ambaye kiuhalisia ni mkuu wa masuala ya upelelezi mtandaoni kutoka makao makuu ya jeshi la polisi, alitoa taarifa kwamba kutakuwa na kamanda ambaye anashughulikia swala hilo kutoka makao makuu ya polisi Dar es Salaam, na baadaye alipewa taarifa kwamba mtu huyo atafika ofisini kwake, na alifika ofisini kwake kwenye ofisi ya Deputy ZCO hapa Dar es Salaam, na akapata taarifa na kuhusiana na jalada na kile kitu ambacho kimejiri kuhusiana na kesi hiyo. Lakini anasema mnamo ilipofika tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata taarifa kutoka kwa naibu kamishna wa polisi kwa maana DCP Ramadhani Ngaz wa makao makuu ya jeshi la polisi kwamba uchunguzi umekamilika, upelelezi umekamilika wa awali na mtuhumiwa amekamatwa akiwa Mbinga mkoani Ruvuma. Anasema baada ya pale alipata taarifa kwamba mtuhumiwa atasafirishwa usiku kutoka huko mkoani Ruvuma mpaka Dar es Salaam. ACP George anasema ilipofika
majira ya saa 4 mnamo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025 mtuhumiwa alifikishwa katika kituo kikuu cha polisi kwa maana Central Police hapa jijini Dar es Salaam, naye alimpokea na akiwa ameambatana na SSP Charles Mahumbo ambaye ni mkuu wa upelelezi mkoa wa Ruvuma. Na baada ya muda mchache baada ya mtuhumiwa kumpokea, walikuja mawakili wanne ambao amesema amewakumbuka kwa jina mawakili watatu: Dickson Matata, Hekima Mwasipu, Jebra Kambole pamoja na wakili mmoja ambaye amemsahau jina, wakijitambulisha kama mawakili wa Tundu Lissu. Lakini baadaye alimpeleka mtuhumiwa katika chumba maalum ambacho kwa ajili ya mahojiano na kumweleza kuhusiana na makosa mawili yanayomkabili. Kosa la kwanza ambalo limefunguliwa hilo jalada ambalo la CDS mkwaju IR mkwaju 727 mkwaju 2025 ni kosa la uhaini, na kosa la pili ambalo limefunguliwa jalada la CDS mkwaju IR mkwaju 761 mkwaju 2025 ni kosa la uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube. Na mwisho wa siku aliposomewa makosa hayo, mtuhumiwa andika maelezo yake ya awali, lakini kwa ujumla wake akaeleza ya kwamba maelezo ya kina atakwenda kuyatoa mahakamani. Na jioni ya siku hiyo ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2025 alifikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Amekuwa ni siku ndefu ya ushahidi ambao mtuhumiwa ameutoa katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Hata hivyo, maswali ya dodoso kwa maana ya cross examination kutoka kwa mtuhumiwa kwenda kwa shahidi huyo namba 1 ambaye ni ACP George Wilbert yatafanyika kesho majira ya saa 3 kamili asubuhi. Leo Jamhuri wamefungua shauri lao kwa kuleta shahidi mmoja. Tangu asubuhi tumesikiliza ushahidi wao mpaka sasa tunapoahirisha shauri hili. Tutaendelea kesho kwa kumpa fursa mwenyekiti ambaye atapata nafasi ya kumhoji maswali yanaitwa cross examination, maswali ya kudodosa kila alichokisema pamoja na mambo mengine, ili tuweze kumalizana na shahidi huyo wa kwanza. Sasa amesema makamu mwenyekiti, mashahidi tu wa Jamhuri wako 30. Mashahidi wa mwenyekiti wa kuanza nao wako 15. Vielelezo viko kadhaa pale. Viko baadhi ya vitu tunaviona, hata Jamhuri wenyewe nadhani mliokuwemo ndani mmeona kama kuna kesi au hakuna kesi. Shahidi si ndio huyu? Amekuja leo, mmemsikiliza tuliokuwemo ndani. Hata kama sio mwanasheria unaweza ukajua au ukaona kwamba kwa mwenendo huu kuna kesi ya msingi au hakuna kesi ya msingi. Niwaombe kesho pia tufike kuja kusikiliza hayo maswali ya dodoso, ili sasa jambo hili lieleweke. Tutakaposikiliza mashahidi wote 30 watakapomaliza, basi mwenyekiti naye watafunga ushahidi wao na tutaingia hatua ya pili kwa maana ya mwenyekiti naye kuanza kujitetea kama Mwenyezi Mungu akipenda. Jambo moja tu ambalo ni la utofauti kidogo. Tulipokuwa kule Kisutu tulifanya zoezi lilikuwa linaitwa komito. Na kwenye maelezo ya komito kuna maelezo yakiwemo maelezo ya shahidi mwenyewe aliyokuja leo. Tunajua nini kimetokea, lakini shahidi hajaomba kutoa maelezo yake aliyoyaandika yeye mwenyewe kule, na ambayo yalikuwa sehemu ya komito kule, akisema hayo maelezo ni miongoni mwa vielelezo muhimu ambavyo pia Jamhuri walisema wataviwasilisha hapa mahakamani. Shahidi amezungumza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa hatua aliyofikia sasa hana fursa tena ya yeye shahidi kuomba kielelezo chake kwa maana ya maelezo yake aweze kuwasilishwa mahakamani. Kwa tunajaribu kushauriana na mteja wetu ambaye tunamsaidia kwenye masuala haya ili aone ni namna gani kama anaweza kawaambia basi na maelezo yake yale kesho yapokelewe hapa, ili apate fursa pia ya kumhoji, kumuuliza maswali ya dodoso dhidi ya maelezo yake. Sije kawa kule walichokuwa wanakisema na sasa kinachokuja hapa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tumefikia hapo kwa leo kumsikiliza shahidi wa kwanza wa upande wa Jamhuri ambaye amefunga ushahidi wake. Kesho tutakaposikiliza maswali ya dodoso, basi upande wa Jamhuri pia watapata maswali mengine au fursa nyingine ya kumuongoza kwenye baadhi ya maeneo ambayo wanazana atakuwa amekosea au wanahitaji kurekebisha. Kwa hiyo kwa leo tuko hapo, naomba tukutane kesho saa 3 kama mahakama ambavyo imeendelea kwa ajili ya kusikiliza mashahidi wengine. Asanteni sana.